Nilifanya maamuzi ya kuunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina ya mfumo wetu wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya. Kwa tumeunda tume hii miaka 35 takriban baada ya tume ya Mtei kama alivyoisema mwenyekiti wa tume hapa, ambayo ilifanya kazi mwaka 1989 hadi 1991, na yenyewe ilipitia na ilifanya uchunguzi kuhusu mapato ya umma, kodi na matumizi ya serikali kwa wakati ule. Kwa hiyo tume hii iliyoongozwa na Balozi Sefue ina lengo la kuhuisha mfumo tulionao wa kodi ili uendane na mahitaji ya sasa ya kiuchumi, kiuwekezaji na kibiashara. Kwa maneno mengine, tunajisahihisha. Na ndio sera yetu, si ndio? Toka tulikotoka, tunakwenda, tunafanya, tunajisahihisha. Ndugu zangu, ripoti hii imekamilika na imekabidhiwa. Imekabidhiwa katika kipindi ambacho nchi yetu tunakwenda kutekeleza au tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Dira ambayo mwelekeo wetu ni kukua kwa uchumi kufikia uchumi wa fedha nyingi trilioni 1 ifikapo 2050. Inshallah Mungu atujalie tufike huko. Lakini dira hii inatuambia kwamba utekelezaji wake katika vipindi vya miaka mitano tunavyoikata, 22% ya utekelezaji wa dira hii utafanywa na serikali, 70% ni sekta binafsi na wadau wengine, na 8% ndio mashirika ya umma. Kwa lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na practices zetu au ufanyaji wa mambo yetu kwenye kodi. Lakini pia ripoti hii imekabidhiwa kipindi ambacho dunia inapitia mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, kiuchumi na kisiasa. Tunashuhudia ushindani wa kiteknolojia, migogoro ya kiuchumi na kibiashara baina ya mataifa makubwa, mabadiliko ya mikakati ya biashara za kimataifa, ikiwemo mwelekeo wa mataifa kuhamishia uzalishaji karibu na masoko. Soko kubwa yako huko, wanasema nini, kusini kwa dunia, sio? Afrika na wenzetu tulioko huko. Kwa sasa wazalishaji wakubwa wanasogea karibu na masoko. Sasa masoko na yenyewe lazima yawe responsive. Tubadilike, tuwapokee,